Okay, nimejikuta tena hapa na katika video leo nitaonyesha demo. Yes, hii ni demo, na kabla sijaanza niseme kwamba hii demo ni for education purpose only, ya kuinform tu kwamba kuna hatari gani za kutumia weak password. Hii ni website ya nimeitengeneza ya, so tutakuonyesha, na mbele yangu hapa hivi nyuma nina terminal. Yes, na hapa hivi nina browser imerun na title inasema ni brute force attack demo. Yes, ya tutaangalia jinsi weak password zinavyoweza kuvunjwa kwa kutumia dictionary attack. Ya kama nilivyokwisha kusema ni kwa elimu tu. Yes, hii video ni for education purpose. Ya na tukiangalia hapo tuambiwa simulated login system na neno siri halisi au password halisi, yani pass 123 na imefungwa ndani ya code. Ya sasa username ni admin na password ndo hatujui, lakini password tuambiwa kwamba ni pass 123, ya kwamba ndio real password, na tukiandika hapa hivi pass 123 tuki login, yes it succeed. Yes, tuambiwa login successful. Ya na kwa mfano tukisema tuongeze hapa kwenye hii pass 123 tuongeze tuweke maybe 4, tuki login ya tunaona password incorrect. Na tukiangalia chini, kwa sababu hii website nimeitengeneza, tukiangalia chini hapa hivi, hapa chini natoa matokeo. Ya tukiangalia hapa hivi kuna kama terminal. Yes, tukiambiwa hapa hivi nasema ready to demonstration. Ya tukiangalia hapa hivi tuna message ya kwanza ambayo imetuambia success, umeingia kwenye mfumo, na ndo ile ya kwanza tulijaribu pass 123, na ya pili ni failed login attempt, ya tumekosea kuandika. Yes, ya so ndo jinsi inavyofanya kazi. Sasa kwenda kuonyesha jinsi brute force inavyoweza kufanya kazi na jinsi ya kazi unavyoweza kupata credentials zako. Ngoja ni restart, ni refresh, ya ianze tena upya. Ya so tuanze hapa hivi, assume sasa ndo ujui password, but utakachoenda kufanya, kuna file hizo zimetengenezwa essential na zina password takriban milioni 14. So hapa ni example na password 18 tu. Ya so hapa chini na brute force attack. Yes, na button mbili, ya kuanza brute force na pili ni kustop. Na kwa chini hapa inatupa output, inatuambia majaribio actually ni 0 sababu bado hajaanza. Ya imepata ni X. Yes, bado. Ya na hii sehemu ya chini hapa hivi, hii sehemu ya chini ndio itatuonyesha kila kitu kinachoendelea nyuma pazia. So tutaanza kufanya ni kwamba tutaenda ku start brute force. Ya taanza. Yes, na tunavyoona hapa hivi inafanya brute force attack. Okay, ya sasa tukiangalia hapa hivi, tukiangalia kwa makini, tunaambiwa kwamba ya muda ilianza brute force attack. Dictionary size ni password 18, na ikajaribu attempt ya kwanza password hiyo hapo hivyo, ya pili hiyo, ya tatu, ya nne, ya tano hadi hapa. Ilipofika kwenye attempt ya 13 ambayo ni pass 123 na ndo password ambayo ni halisi, ikatuambia kwamba password found. Yes, password found 123. Yes, pass 123 after 13 attempts. Yeah, so tukija hapa juu tukiangalia kwenye majaribio inatuambia kwamba majaribio 13 imepata. Yes, ndio imeweza kupata credential. So hivyo ndo jinsi hackers wanavyoweza kuattack password zako, na ndo jinsi wanavyoweza kupata credentials zako. Yes, sasa hapa nakuonyesha tu mfano, situmia terminal la nini. Ya hii ni website nimeitengeneza, nimefunga code kila kitu ndani yake. Ya so cha kufanya nini? Cha kufanya always tumia password ndefu. Ya changanya namba nini. Ya cause kuna files zimetengenezwa na zina password milioni 14 na more zaidi. Ya na ni automated. Yes, brute force ni automated, inaweza ka run kwa muda mfupi sana. So ndani ya file lenye password milioni 14, jiulize, je, password zako zitakosekana ndani? Yeah, so Inojokoda na niko hapa kukuinform kuhusiana na cyber security. Tukutane katika video zinazofuata.